zitakuwa bayana siri. Wazazi na walezi wametakiwa kubadili mtazamo na kuanza kuwajali, kuwathamini na kuwapa fursa stahiki watoto wenye changamoto usonji pamoja na uso mfanano, huku ikisisitizwa kuwa hali hiyo sio laana bali ni tofauti ya ukuaji inayohitaji uelewa kwa jamii. Wito huo umetolewa na Mheshimiwa Asma Mwinyi, mbunge wa jimbo la Uelezo Unguja na mwanzilishi wa Asma Mwinyi Foundation, wakati akiongoza maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika yaliyofanyika katika hospitali ya taifa ya afya ya akili Mirembe, Dodoma. Nikaona na mimi ni vyema nije niungane na nyinyi leo, lakini pia ni kutokana na kufahamu kwamba kila mtoto ana haki sawa na kama mtoto yoyote yule, hapaswi kusahaulika wala kubaguliwa, haifai. Na kama naibu waziri alivyosema pale awali, ikiwa bado tusirudi nyuma wazazi, kutokana na kwamba na changamoto ya mtoto wa aina hii. Kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu humbariki mtoto yule anayemtaka. Kwa hiyo nyinyi hapa Mwenyezi Mungu kawapenda kukubarikini mtoto au watoto. Kuna watu ambao wanatafuta mtoto lakini nyinyi Mwenyezi Mungu amewabariki. Na amebariki kila kitu ambacho amekupa Mwenyezi Mungu. Chukua ni kwamba kwa njia nzuri amekupenda, na ndio maana akakubariki jinsi alivyokubariki. Kwa hiyo kama nilivyosema, sio siku ya kuongea sana siku ya leo. Mimi yangu haya machache, naomba tuendelee na utaratibu mwingine ambao mlikuwa umepangwa. Asanteni sana. Je, wazazi waliopata watoto hawa wanasemaje? Kwa majina naitwa Mongela Kalinga Fadhili, ni mkazi wa hapa Dodoma, na mtoto mwenye changamoto ya CP, cerebral palsy. Nilipata hiyo changamoto wakati wa kujifungua. Katika jamii, changamoto tunazokutana nazo ni jamii kutuona kama sisi ni watu wa tofauti, yaani kama tunamiliki viumbe ambavyo sio sahihi. Kwa hiyo unakutana na changamoto za, yaani watu wanakupa kama fedheha, yaani unakuwa na kama, yaani kuna thamani fulani. Ukiwa na mtoto wako hivi, kuna nyakati unafikiria hata kuna namna ya kumlisha, ufanyaje. Ukiwa na watu unafikiria, kwa sababu jamii inatazama tofauti, na mitazamo ya imani potofu, ina mitazamo mibaya ambayo muda mwingine unakosa amani na mwanao. Daktari maalum anayehudumia watoto wenye usonji na uso mfanano anaeleza jamii inavyowanyanyapaa watoto hawa na kushindwa kuishi vizuri. Majina anaitwa Ali Saidi Shabani, ni occupational therapist katika hospitali ya afya akili Mirembe. Na tibu watoto wenye changamoto mbalimbali, wenye conditions za usonji, ADHD, Down syndrome, lakini pia watoto wenye utindo wa ubongo au cerebral palsy. Watu ambao wanaohudumia wakili yetu hapa. Ziko changamoto za kawaida, lakini pia ziko changamoto nyingine za kibiolojia. Kwa mfano, tunasema mama kwa kawaida anatakiwa ajifungue miezi 9. Kwa hiyo ile miezi 9 ikizidi, tunaita prolonged labor. Mtoto anakuwa kwenye riski kubwa ya kufanyaje, ya kuzaliwa akiwa mwenye usonji au kuzaliwa akiwa na cerebral palsy au hizo sura tunaita mfanano. Lakini pia kuna lifestyle ambao wamama wengi wanaishi wakiwa wajawazito. Lakini sio hivyo tu, kuna vile vifaa labda kisema vifaa vile vya kujifungulia wamama. Kuna baadhi yao wanajifungulia nyumbani, wengine wanajifungulia hospitali, lakini hawakutani na watu sahihi wa kuweza, kutokana labda na emergency, sijui. Lakini sababu kubwa sana ambayo inayotokea ni mara nyingi wanasema wakati wa kujifungua, kipindi kile cha kujifungua mtoto wangu alishindwa kulia, sijui nilichukua na leo uchungu wa muda mrefu, ndio ikatokea hivyo. Mara nyingi inakuwa hivyo. Wito wangu mimi kwa wazazi, kwanza ni kuwafikisha sehemu salama, kuwafikisha, kuwapeleka kwa wataalamu. Kuna matherapisti, kuna madaktari. Nafikiri mara nyingi changamoto ambayo niliyoiona mimi, mzazi akigundua mtoto wake ana changamoto mpaka kufika hospitalini inachukua
inachukua muda kidogo. Anaanzia kwa waganga, wengi wanaanzia kwa waganga. Anaanzia kwa waganga, mganga akishashindwa ndo anamleta hospitalini. Kwa hiyo mimi kwa ushauri wangu nilikuwa na tamani elimu endelee kutolewa, elimu zaidi kwa watu, iwafikie watu vijijini. Watu waelewe kwamba hizi changamoto zinaweza kusaidika hospitalini na sio kwa waganga. Maana unakuta mtoto mpaka anakufikia kwako ameshafikisha labda uko na miaka 5 au na miaka 6, kumbe angekuwa na miezi 6 ungekuwa ni rahisi kumsaidia zaidi kama ungemwona akiwa na miezi 6.